Baba, tuseme nini? Tumeuona upendo wako tena ambao umetukusanya tena leo kama mtu mmoja ili utusikizishe maneno yako. Tufundishe, nasi tuko tayari kufundishika katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tuongoze na kututia katika kweli yote. Wewe ni Mungu unayetufundisha ili tupate faida. Asiwepo wa yote basi atakayetoka hapa leo bila faida uliyokusudia kwa neno hili, katika jina la Yesu. Amen. Somo letu la leo sasa lina kichwa wajibu wa kuziharibu kazi za mtandao wa uchawi duniani. Wajibu wa kuziharibu kazi za mtandao wa uchawi duniani. Wajibu wa kuziharibu kazi za mtandao wa uchawi duniani. Kama wengi wetu tunafahamu, kwa miaka kadhaa sasa tumekuwa katika maombi mazito tukiombea ulimwengu, tukiomba kwamba ulimwengu upate kukutana na injili ya kipekee siku za mwisho. Kabla ya Sodoma kuwashwa moto na kiberiti, Mungu alitoa nafasi ya watu ndani ya Sodoma kusikia injili iliyowahimiza kutoka katika maovu ya Sodoma. Wakikataa vema, mradi wamesikia. Hivyo hivyo wakati wa Nuhu, watu walipata nafasi ya kusikia injili, wakaambiwa gharika nzito inakuja. Hivyo wajihadhari, waache uovu ili wapate sifa ya kuingia katika safina. Ndivyo ilivyo. Kabla ya parapanda, katika mpango wa Mungu, pamoja na ishara zote tunazoziona, Mungu amepanga kwamba iwepo nafasi ya watu kusikia injili tena iliyo hai, yenye uwezo na nguvu zile za mitume. Ili watakatifu wazidi kutakaswa na maarifa ya neno lake. Biblia inasema yatasambaa katika ulimwengu
na maandiko nasema hapo, dunia itajawa na kumjua Bwana. Hata kama hawataki kumkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kwetu tutakuwa tumemaliza kazi. Mradi wamjue huyu ndiye Kristo, huyu ndiye Yesu anayemuudhi, huyu ndiye njia na kweli, na mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia yake. Kwa hiyo tumekuwa tukiomba hivyo kwa uzito na ustahili. Sasa leo tunaangalia jambo muhimu sana ambalo hatuna budi kulifahamu kama waombaji. Wachawi wao wanaitwa vile vile katika ulimwengu wa roho manabii. Neno nabii linatokana na neno la asili ambalo linaitwa nabii. Kwenye nabii unatoa ai moja tu ya mwisho, na lina maana mtu yule ambaye hasemi maneno yake, lakini anazungumza maneno ya yeye aliyemtuma na kuyawakilisha kwa wengine, na yeye anakuwa tu kama kipaza sauti. Kwa kimsingi, mhubiri anayehubiri watu kwamba watubu dhambi zao na kuokolewa. Akitumia maandiko, huyu ni nabii. Kwa maana hiyo, Yohana 3 mstari wa 34, Biblia inasema yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu. Aliyetumwa na Mungu ananena maneno ya Mungu, ndio hayo ambayo anayawakilisha kwa watu. Wakati wote nabii wa Mungu anapenda kuona ulimwengu wote unamgeukia Kristo. Ndio ndoto zake, ndio furaha yake. Sasa upande wa pili vile vile, Shetani naye ana manabii. Manabii wa Shetani kazi yao ni kuzionyesha kazi za Shetani na kutaka watu wamfuate Shetani. Wamtumikie Shetani katika maisha yao. Wamfanye Shetani kuwa ndiye bwana wao. Na hawa ni wachawi. Wachawi ndio manabii. Wanaitwa wanabii wa uongo kwa sababu kimsingi Shetani katika Yohana 8 mstari 44 anaitwa baba wa nini? Wa uongo. Shetani ni baba wa uongo. Kwa hiyo manabii wake wanaitwa manabii wa uongo.
nabii wa uongo sasa ni nabii wa shetani. Wachawi ndio manabii wa uongo. Angalia Matendo ya Mitume. Wachawi kama manabii wa uongo. Matendo ya Mitume sura ya 13. Matendo ya Mitume sura ya 13. Mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Tunamwona hapo mchawi anaitwa Bayesu au Elima. Matendo sura ya 13 mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo. Tuseme wote, mchawi, nabii wa uongo. Ndiyo. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bayesu. Mtu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao. Tutakuja baadaye katika mistari hiyo kwa ndani kidogo, lakini angalia neno hilo, akashindana nao. Kama sisi kila siku tulivyo wa Kristo tunashindana na shetani katika maombi yetu. Tunataka kumnyang'anya wale aliowateka, anawatumikisha katika dhambi na kila namna ya uovu, ili tuwalete kwa Yesu. Ndio kazi yetu. Katika maombi na katika kufundisha neno, tunawazuia hawa tulio nao walio katika ufalme wa Mungu kutoka katika ufalme huu na kumtumikia shetani tena. Kwa namna ile sasa, upande wa pili, manabii wa shetani, wachawi, wanatumia maneno yao, wanatumia vitendo vyao kushindana na sisi, wakiwazuia watu walio mateka katika ufalme wa giza wasitoke kule na kuokoka, na wakiwazuia kusikiliza neno tunalolifundisha, na hata wakifundisha wasiweze kuelewa, wakifundishwa wasiweze kuelewa. Wako watu kadhaa ambao wanaweza kuona kama wametoka katika kazi nzito za shetani, wanaweza wakaja mpaka hapa, lakini wakati wa kusikiliza neno, kwenye mambo mengine watakuwa macho. Kwenye nyimbo wanaweza kuwa macho, kwenye shughuli nyingine zote wanaweza kuwa macho, lakini ikifika mahali pa kusikiliza neno, hata uchapa usingizi mzito, kama vile amewekwa ndani ya pipa, hata kujaribu kumwamsha hataye kusikia. Ataamka tu mara neno likiisha. Hajawahi kuona watu wanamna hii, na sio siku moja kwamba amechoka,
ni wakati wote. Hizo ni kazi za manabii hawa. Hawa ndio manabii wanaotumia nguvu zote za giza walizonazo kuwazuia watu wasimjue Kristo, wasilisikie neno lake, na hata wakilisikia walikejeli, walibeze, lisio na faida kwao. Kwa hiyo kazi ya wachawi ni zaidi ya kumloga huyu afe. Lakini kazi zao ni kubadilisha watu kiroho, watoke katika kufanya mema wafanye uovu. Kuwapofusha akili zao ili nuru ya Injili isiwazukie. Hizo ndo kazi zao. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4 tunasoma: lakini ikiwa Injili yetu imesitirika, yani imefichika, imesitirika kwa hao wanaopotea, imefichika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii ni nani? Shetani. Ndio amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Shetani anapofusha fikra za watu kupitia kwa wachawi. Kwa hiyo kazi yao hawa kimsingi, kama tulivyogusia, ni kushindana na kazi ya Mungu. Wachawi wao wanatangaza kazi ya Shetani, na wanataka watu waone Shetani ndiyo mwenye nguvu na Mungu hana nguvu kama Shetani. Shetani ndio wa kumfuata na kuishi maisha yanayompendeza, na sio Yesu. Wanataka watangaze matendo ya Shetani. Kwa hiyo wakati wote wamekuwa na shindana na kazi ya Mungu. Tangu zamani, wakati wa Farao, wengi wetu tunakumbuka jinsi ambavyo Musa na Haruni mbele ya Farao walipokabiliana sana na waganga na wachawi wa Farao. Na waganga na wachawi wa Farao. Katika Kutoka sura ile ya 7, sura ya 8, sura ya 9 tunaona mapambano hayo. Tuanze Kutoka sura ile ya 7, tusome kuanzia mstari wa 8. Kutoka sura ile ya 7 mstari wa 8 kuendelea.
Bwana akanena na Musa na Haruni akawaambia, Farao atakaponena nanyi na kuambia, jifanyeni miujiza, ndipo atakapomwambia Haruni, shika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao ili iwe nyoka. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hawa waganga wa Misri, wakafanya vivyo kwa uganga wao. Wanatupa chini fimbo zao, na zile fimbo zinabadilika zinakuwa nyoka. Alafu na wachawi wa Farao nao wanatupa fimbo zao, nazo zinakuwa tena nyoka. Lakini hatimaye fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Kwa hiyo walikuwa wanashindana hapo ili kuonyesha mbele ya Misri, mbele ya watu wote, kwamba Shetani ndiye Mungu, ndio mwenye uwezo wote, ndio mwenye nguvu zote, na Mungu wa Musa na Haruni si chochote, si lolote. Hapa kuna uwezo kuliko uwezo wake, na Shetani ndiye anatakiwa tumtumikie. Utaona pale mbele, kusoma mistari inayofuata, tuna muda kusoma, Musa na Haruni walivyobadilisha maji yakawa damu, na waganga na wachawi hawa wakabadilisha nao maji yakawa damu. Wakaendelea kushindana na kazi za Mungu kupitia kwa Musa na Haruni. Lakini ikafikia mahali ambapo wakajaribu kushindana, hawakuweza. Musa akarusha mavumbi juu, yakageuka kuwa chawa. Lakini wale wachawi walipojaribu nao kurusha mavumbi juu, hawakuweza kuwapata hao chawa. Wachawi hawa walikuwa wachawi wenye nguvu sana, sio kama wachawi wa Bagamoyo au wachawi wa Sumbawanga au Pemba au wapi sijui Tanzania. Lakini wakaenda wakafika mahali wakasalimu amri. Katika Kutoka sura ya 8 mstari wa 16 mpaka 19 tunasoma. Kutoka 8:16 mpaka 19. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha fimbo yako ukayapige mavumbi ya nchi. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha fimbo yako ukayapige mavumbi ya nchi, ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri. Nao akafanya. Haruni akaonyesha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi, nayo akawa chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Mavumbi yote ya nchi yakawa ni chawa katika nchi yote ya Misri. Hawa waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao,
ili kwamba walete chawa. Je, waliweza? Biblia inasemaje hapo? Sema kwa bidii kama una Biblia. Ndiyo. Lakini wasiweze. Wakajaribu kufanya hivyo. Wakajaribu kushindana. Hawakuweza. Usijaribu kushindana na Mungu wakati wote, utaumia. Hakuna aliyewahi kushindana na Mungu akaweza. Watu wengi hawajui kwamba shetani ni kiumbe. Malaika wote wameumbwa. Na shetani naye alikuwa malaika mkuu mbinguni. Baada ya kufanya uovu ndipo alipotupwa mpaka huku tuliko. Kwa hiyo ni kiumbe tu. Kiumbe anaweza kushindana na Muumba? Kiti kinaweza kushindana na seremala? Kinaweza, nauliza? Kiti kinaweza kushindana na seremala, nauliza? Kiumbe hakiwezi kushindana na Muumba. Ndio maana hakuna wakati wote ule shetani alivyojaribu kushindana na Mungu akaweza. Kwa sababu ni kiumbe kushindana na Muumba. Wengi wanahangaika na kubabaisha na kuogopa shetani kwa sababu hawamjui. Shetani sio Mungu, ni kiumbe. Mungu ni mmoja tu. Mstari wa 19, ndipo wale waganga wakamwambia Farao, jambo hili ni chanda cha Mungu, tumeshindwa. Jambo hili ni mkono wa Mungu, maana yake ni uwezo wa Mungu. Hakuna kiumbe anayeweza kushindana naye. Hakuna kiumbe anayeweza kufanya hivi. Imeshindikana. Farao hakuwasikiza. Ambe Bwana, endeleeni kufanya kazi. Mnashindwaje? Endeleeni. Mwisho wa mambo yote. Sasa katika sura ya 9, kipimo kinachoitwa konzi ni kile kipimo ukikunja ngumi yako. Kwa hiyo kama ngumi yako katika kukunja, alafu unaweka kitu cha kujaza eneo la ngumi yako iliyokunjwa, tunasema ni konzi. Konzi ya majivu sasa ni kuchukua majivu alafu jaze kwenye mkono wako, alafu uwe kama umekunja ngumi. Mungu akamwambia Musa na Haruni, jitwalie konzi ya majivu alafu irushe hewani. Ukirusha yatakuwa ni majipu sasa ambayo yatatumbuka. Yatakuwa majipu mazito makubwa yatakayoumuka kwenye ngozi ya Wamisri wote. Wakafanya hivyo, na ndivyo ilivyotokea. Wote wakawa na majipu, Wamisri wote. Na wale wachawi wa Farao nao majipu yakawa juu yao. Wanajikuna, wako hoi tabani, hawana msaada. Uchawi una mipaka. Lakini Musa na Haruni hawakuwa na majipu. Walikuwa na majipu ni wachawi na waganga wa Farao. Baada ya hapo, wakiwa naumia, wanaugulia maumivu ya majipu, usikii tena habari zao. Hali yao ikawa ni mbaya. Wachawi wakawa hoi tabani. Hata Farao akajua kabisa kwamba
hawezi kumsaidia tena. Wanaweza kuona. Kwa hiyo kazi yao manabii hawa ni kushindana na kazi ya Mungu. Hawataki Mungu atukuzwe, hawataki Yesu atukuzwe. Wanataka neno la Mungu likejeliwe wakati wote. Sio hilo tu. Wachawi waweze kutumia vile vile nguvu za kichawi ili kumfanya mtu asilisikilize neno kama tulivyogusia, na hata akilisikiliza asilielewe, au kama zezeta hivi. Pale tuliposoma mwanzoni kabisa katika Matendo ya Mitume, alikuwa mtu mmoja anaitwa Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Baada ya kuwa amesikia habari za Paulo mtume, alikuwa na shauku ya kusikiliza neno kwake, akawa na shauku ya kuokoka. Kwa kawaida hawa watu wanaoitwa wenye akili waliaminiwa sana nyakati hizo. Ni kama hivi tunavyoweza kuita philosophers. Waliaminiwa sana nyakati hizo. Waliaminiwa kutokana na hekima yao na busara zao. Na kwa hivyo kama waliliamini jambo, kulikuwa na uwezekano wa watu wengi sana kuliamini, kwa kusema kama huyu mtu mwenye akili anasema hivi, basi hili ni jambo la kulifuata. Kwa hiyo Paulo mtume alipokuwa anazungumza na Sergio Paulo, akaja huyu mchawi, nabii wa uongo anaitwa Yesu au Elima. Akafanya kazi za kichawi ili kumfanya yule Sergio Paulo asivutwe na lile neno, asilikubali, asilipokee, wala asilielewe. Paulo anahubiri, lakini yule mtu anaangalia tu kama amekodoa macho tu kama zezeta. Ndiyo, katika ulimwengu wa roho Paulo mtume akajua kuna tatizo. Akajua huyu hapa ni mchawi, ndiye anayeshindana na hii kazi hapa, na kumzuia huyu Sergio Paulo asilielewe neno hili na kulipokea. Akajua kama ataendelea kuhubiri tu hivyo, hata angekesha ni kazi bure. Akajua ni wajibu wake kuziharibu kwanza kazi za kichawi za Elima mchawi. Akishaziharibu na kuziangamiza na kuzifanya zisiwe na nguvu tena ya kushindana, kwa namna ile ya wachawi wakati wa Farao, basi huyu mtu sasa atalisikiliza neno kwa kuvutika, atalielewa na atalipokea. Alivyoshughulikiwa yule mchawi Elima, akashikishwa adabu. Na nguvu zake zote za kishetani zikamalizwa. Akawa hana nguvu tena ya kushindana. Yule liwali, mtu mwenye akili, Sergio Paulo,
Mara akavutwa kulisikiliza neno tofauti na mwanzo, akalipokea, akaistajabia mafundisho ya Bwana. Tuende pale tuliposoma sasa, na tutasoma mistari yote. Matendo sura ile ya 13. Sasa tutasoma mstari wa 6 mpaka mstari wa 12. Matendo sura ya 13. Sasa tutasoma mstari wa 6 mpaka mstari wa 12. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Mtu huyo alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Huyu anataka kulisikia neno la Mungu, lakini mchawi anashindana nao. Tuko pamoja hapa? Tunaomba saizi, tunataka ulimwengu ulisikilize neno, ulipokee, uyaone matendo makuu ya Mungu na kuyaamini na kuyastajabia mafundisho ya Bwana, na kisha kubadili maisha yao. Tukiacha wachawi hawa kufanya shughuli zao, lengo letu haliwezi kufanikiwa. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli, ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, wacha kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Basi angalia, mkono wa Bwana uji yako, maana utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Tunahitaji mitume wa namna hii nyakati za mwisho, wanaweza kuwafanya wachawi kuwa vipofu kwa muda. Ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, wacha kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Basi angalia, mkono wa Bwana uji yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiwi ni ule weusi wa kupitiliza, ndio unaitwa kiwi. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Mchawi yuko hoi, kipofu, giza zito kama kiwi, anazunguka tafuta mtu wa kumwongoza. Wakati wote anaweza kutumbukia shimoni, wala mtu wa kumwongoza hajampata. Na Paulo amemwacha aendelee kuzunguka. Wakati mchawi yuko hoi, kipofu, anazunguka, Paulo akaanza kuendelea kuhubiri. Safari hii ikawa tofauti. Yule aliyekuwa na mzuia kulisikia neno ameshindwa, huyu sasa kalipokea neno. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akiyastajabia mafundisho ya Bwana. Sio tu akalisikia lile neno, lakini akayaamini yale mafundisho.
akaistajabia yote aliyokuwa anayaona, akageuka, akabadilika. Naweza kuona mwanzoni kizuizi alikuwa nani? Alikuwa yule mchawi. Kwa hiyo wachawi wanazuia watu kulisikia neno. Iko sehemu moja ya nchi yetu, mchungaji wetu wakati anaanza kazi kule, ilikuwa ikifika mapema alfajiri, wale washirika wachache walikuwa nao walikuwa na mori na ari ya kuja kanisani. Wanajiandaa kwa namna kipekee sana ili wawahi kanisani. Lakini kila mmoja yuko kwenye nyumba yake, anashangaa. Akikaa hivi kwenye kiti, ghafla nakuta hawezi kuinuka. Wanaeleza wenyewe ni kama amefungwa kamba miguu yote, lakini kamba hazioni. Atakaa vile katika hali ya kufungwa kamba, asiwezi kuinuka mpaka ibada kule iishe. Ibada tu ikiisha kule kanisani, mchungaji akishasema tu sala mwisho ya baraka, watu wanatawanyika, ndio zile kamba zinakatika. Anajikuta tu anainuka tu mwenyewe. Sasa wakati mwingine atajikuta kanisani ana watu wawili. Kwa hiyo akitoka hapo anaanza kwenda katika nyumba za wale watu ambao hawako. Kila mmoja hadithi yake inafanana. Muda mfupi tu nimeshajiandaa, Biblia yangu nimeweka hapa, nataka kuinuka, nilikashindwa. Nikawa kama nimefungwa kamba miguuni. Ilibidi kushughulika sana na kazi hizo za kichawi ambazo zilikuwa zinafanya hivyo kila Jumapili, ili watu wasije kwenye neno, wasilisikilize neno. Hata viongozi wa makanisa nyumbani, ukiwa na watu wako hawaji kwenye ibada bila sababu yote ya maana, wamefungwa kamba nyumbani, shughulika na hao waliowafunga kamba. Usione tu ni jambo la kawaida kwamba watu hawaji tu. Ukiliona tu la kawaida, mtu hata haugui chochote hata kimuliza, sio kwamba hana nauli wala chochote. Kwa nyuma alikuwa anaweza hata hana nauli, anatembea tu kwa miguu. Lakini sasa haji tu. Ukimuliza, kwa nini hujaje ibada? Kiongozi tu niombee. Ni kamba zinamfunga kila Jumapili. Leo tutashughulika na kamba hizo. Na wewe ujue hilo lipo na ushughulike na kamba zinazowafunga hao. Lazima ushughulike na elimu, awaachie watu hao. Atawaachia katika jina la Yesu. Na hao wachawi vile vile wanahusika katika kuwafanya watu warudi nyuma. Unaweza kuta mtu anakwenda vizuri sana, kule kurudi nyuma kunakotokana na kazi ya kichawi kunakuwa ghafla. Tuseme wote ghafla. Unaona mtu yale aliyokuwa anayafurahia hayafurahii, yani ghafla unashangaa, imekuwaje huyu mtu anazungumza hivi? Imekuwaje mtu huyu anafanya hivi? Badiliko lile linakuwa la ghafla na la muda mfupi sana.
Hilo ndio badiliko lililowapata Wagalatia, ambalo lilimfanya Paulo mtume kusema, enyi Wagalatia, ni nani aliyewaloga? Unakumbuka maandiko hayo? Unakumbuka maneno hayo? Inamaanisha hiyo. Ni hawa wachawi kama akina Elima, ambao wanahusika vile vile na watu ambao wamepiga hatua. Ndio maana nasema mlikuwa mkipiga mbio vizuri katika maandiko, katika mambo ya rohoni, lakini ghafla mmebadilika. Imekujaje? Imekuwaje? Nani aliyewaloga? Alitaka awajue hao wale wafanya kazi ndani ya kanisa ili washughulikiwe kama Elima. Hizo ndio kazi wachawi. Sasa kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, Tanzania wachawi walioko hapa nguvu zao ni ndogo sana. Katika orodha wachawi duniani, katika orodha yenye nchi zenye wachawi wakubwa wa kuaminika, Tanzania haiko. Wako wachawi wazito wakubwa sana duniani. Nimekutana wachawi fulani kule mashariki ya mbali, ambao waliharibu eneo moja hivi baada ya kuona Korea imepiga hatua kubwa sana katika mambo ya imani. Wakakusanyika wachawi wazito wakubwa sana kutoka maeneo mbalimbali duniani ili kuja kuiharibu Korea. Ni maombi ya watakatifu ndio alifanya ile nchi isiweze kutikisika, lakini nguvu zilizokuja za wachawi Korea zilikuwa zinatisha. Nilipita katika mtaa mmoja Korea, nikakuta wako watu wamepangana mtaa mzima. Ni mji wenye watu, ni mtaa wenye watu wengi sana kama mtaa wa Kongo. Wale watu wamesimama kwenye madhabahu, wametengeneza vijikwaa vidogo vidogo, na hawana kazi yote nyingine wanayofanya ni kumtukana Mungu tu. Basi ndio kazi yao. Kwa hiyo amepanda kwenye jikwaa tangu asubuhi mpaka jioni, anatukana tu. Anamtukana Mungu, anamtukana Yesu. Anamwambia huna chochote, huna nguvu zozote, huna lolote. Kama una nguvu hizo basi na kutukana hapa ni uwe. Na ni shughuli yake tangu asubuhi mpaka jioni. Na watu wakipita tu kwenye ule mtaa wanachukuliwa na zile nguvu. Ghafla unakuwa mkutano mkubwa, kila mtu kwenye jukwaa anafanya kama crusade, na watu wanawashangilia, watu wanavutika kuwasikiliza. Watu mara moja wanageuka, wengine walikuwa Wakristo wa miaka mingi, wanageuka, wanabadilika, wanachukuliwa na kuyaamini matusi yao. Kanisa la Korea ni kanisa la waombaji sana, na kwa sababu wamejifunza kuomba na maombi yakawa sehemu ya maisha yao, wakaweza kupambana na wachawi yao na kuwashinda. Sasa Tanzania wengi hatujui juu ya mtandao mkubwa sana wa wachawi ulioko duniani. Leo tutajua. Tunapotaka kuufikia ulimwengu, vision, maono yetu hayapaswi kuona kona za Tanzania. Tunapaswa kuona maarifa mengi.
Tunapaswa kuwa na upeo mkubwa. Tunapaswa tuijue dunia ile tunayotaka kuiendea. Tukijua ndipo tunapoweza kujiandaa na kujua tunakabiliana namna gani na adui. Wachawi duniani wana shirikisho la kwao kubwa sana. Shirikisho hili la wachawi duniani makao yake makuu yako kule Missouri kule Marekani. Yako katika mji mmoja unaitwa St. Charles katika state au jimbo hilo la Missouri kule Marekani. Shirikisho hili la wachawi linaitwa International Brotherhood of Magicians. International Brotherhood of Magicians. Undugu wa kimataifa wa wachawi. Undugu wa kimataifa wa wachawi. Sema hivyo, undugu wa kimataifa wa wachawi. Katika hili shirikisho Kalembwane hakuwahi kuweko, wala halijui shirikisho hili mpaka amekufa. Mwingine yule wa Korogwe anaitwa nani yule, Mandondo, naye halijui shirikisho hili. Hawa wachawi wa kwetu wa Bagamoyo, hawa ni local magicians. Hawa ni wachawi wa vieneo vidogo vidogo tu, wanawatesa tu watu wadogo wadogo. Hawa wachawi wa kimataifa wana undugu wao, ndio wamefanya hili shirikisho ambalo linaitwa hilo International Brotherhood of Magicians, kifupi IBM. Shirikisho hili lina jumla ya wachawi wa kimataifa duniani 15,000. Wachawi wangapi? 15,000. Na shirikisho hili lina matawi 300 duniani katika nchi 73. Tanzania haiko. Lina matawi 300 katika nchi 73 duniani. Nchi hizo nitazitaja kwa haraka. Sababu ya kuomba wakati nitakwenda kasi kidogo. Matawi yao wanaita rings, RINGS, kama vile tunasema pete. Tawi linaitwa pete. Kwa nini wamechagua neno pete? Unaweza kujua kuna siri kubwa sana kwenye mambo ya pete. Kwa hiyo kila tawi linaitwa pete. Wanasema hii ni pete wachawi namba fulani. Hii ni pete wachawi namba fulani. Kwa hiyo katika nchi zinazofuata 73, nchi nyingine katika hizi kuna pete nyingi zaidi ya moja za kichawi.
yaani matawi kadhaa ya kichawi katika nchi hizo, na nchi nyingine utakuta kuna pete moja tu ya kichawi. Nchi 73 ambazo kunakuwa na matawi ya IBM, International Brotherhood of Magicians. Kwanza Argentina, pili Australia, tatu Austria, 4 Bahamas, 5 Bangladesh, 6 Belgium, 7 Bermuda, 8 Brazil, 9 Bulgaria, 10 Canada, 11 Chile, 12 China, 13 Colombia, 14 Czechoslovakia, 15 Denmark, 16 England, 17 Fiji, 18 Finland. Na vichawi vyake wamegawa kama hivi tunavyoita hapa, tunavyoita hapa mikoa ya kipolisi hapa Dar es Salaam, mkoa wa kipolisi wa Kinondoni, mkoa wa kipolisi wa Temeke, mkoa wa kipolisi wa Ilala. Uingereza walipenda sana wachawi mpaka wameigawa katika mafungu matatu. Kuna hii inaitwa Great Britain, kuna nyingine inaitwa England, alafu kuna nyingine inaitwa United Kingdom. UK, England, Great Britain. Wamegawa tu, hiyo wakaipachika hili, hiyo wakaipachika hiyo wakapachika hili, ili walifunike kwa giza. Ndio maana wametokea huko Cameroon, na tutaona baadaye kidogo uchawi ulioko Uingereza ambao unatikisa dunia kwa sasa. Wale wachawi wengi waliokuwa maarufu sehemu mbalimbali za nchi, uchawi una soko kubwa sana Uingereza. Kwa hiyo wale wenye uwezo wa kuhama na nauli zao wamehamia Uingereza. Akina Kalembwana wana nauli ya kufika hapa Nairobi, wao hawakuweza.
Kwa hiyo kuna 16 England, 17 Fiji, 18 Finland, 19 France, 20 Germany, 21 Great Britain, 22 Greece, 23 Guam, GUAM, 24 Holland, Uholanzi, 25 Hong Kong, 26 Hungary, 27 Iceland, 28 India, 29 Indonesia, 30 Ireland, 31 Israel. Mpaka ndani ya Israeli kuna pete ya uchawi, shame upon them. 32 Italy, 33 Japan, 34 Kenya. Kenya ndio inatuwakilisha Afrika Mashariki. Tanzania haiko wala Uganda. 36 Latvia, 37 Luxembourg, Luxembourg ni 37. 38 Malaysia, 39 Malta, 40 Mexico, 41 North Antilles, sio vidogo vidogo hivi, 42 Netherlands. Kule kwa Uholanzi vile vile kuna Netherlands kwa mtindo ule kama Uingereza. 43 New Guinea, 44 New Zealand, 45 Nigeria kama ilivyotarajiwa, 46 Norway, 47 Pakistan, 48 Panama, 49 Paraguay, 50 kuna Paraguay tena na imegawanywa nayo katika mikoa ya kipolisi miwili, kama mikoa ya kipolisi imegawanywa nchi moja katika maeneo mawili. 51 Peru, 52 Philippines, 53 Poland, 54 Portugal, 55 Puerto Rico, 56 Romania, 57 Russia, 58 Saudi Arabia. Ndani ya Saudi Arabia kuna pete ya uchawi. 59 Scotland, 60 Singapore, 61 South Africa, Afrika ya Kusini. Wamechangia sana kujaribu Afrika ya Kusini mpaka kuingiza ndoa za ushoga kwa haraka huko. 62 Spain, 63 Sweden, 64 Switzerland, 65 Taiwan, 66 Thailand, 67 Turkey, Uturuki, 68 Ukraine, 69 United Kingdom, ndio tulizungumza habari zake nyuma. 70 Uruguay, 71 United States of America, USA, 72 Venezuela, 73 Wales tena ni huko Uingereza. Kama tulivyosema, wameweka nguvu zao kubwa sana hapa. Shirikisho hili la wachawi linakuwa lina kongamano kubwa la kimataifa na ulimwengu mzima ambalo linafanyika katikati ya mwaka, kila mwaka. Linafanyika mara moja kwa mwaka. Kongamano hili wanaliita Annual Convention. Mwaka huu lilifanyika Julai
lilifanyika mwezi Juni tarehe 28, ilikuwa Jumanne 28 mwezi wa 6, alafu ikamalizika Jumamosi Julai ya tarehe 2. Tarehe 28 mwezi wa 6 nilianza, alafu ikamalizika tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu. Wachawi wenyewe hawa na shirikisho kwa ujumla wake ni shirikisho lenye fedha nyingi sana. Hata makongamano yao yanafanyika mahali pa gharama kubwa, na hata ukiona wale wachawi wanatoka au wanaingia kwenye kongamano, huwezi kufikiri ni kama ni wachawi. Sio kama wachawi wa kwetu wamevaa kaniki, hapana. Hakuna wachawi wana meo kule. Hawa sijui ni sampuli gani. Wachawi kule ukiwakuta wameniga suti 3 piece, huwezi kuamini. Wanapendeza wameshika mikoba, briefcase, utafikiri labda ni marais wa nchi. Kwa mfano safari hii ile kongamano la kimataifa la wachawi lilofanyika mwezi Juni, lilifanyika kule Dallas, Texas, na lilifanyika katika hoteli nzito sana inayoitwa Dallas Sheraton Hotel. Ndio kongamano la wachawi lilipofanyikia. Kwenye kongamano hili wachawi hao wanaalika watoto wadogo kuwafundisha uchawi. Kunakuwa na semina maalum ambazo wachawi maarufu wanazishika kufundisha watoto wa miaka 7 uchawi. Umri wa kutoka miaka 7 mpaka miaka 11 wanakuwepo hapo kufundisha uchawi. Na makongamano haya yanajaa sana watu. Kuingia ni tiketi zile unalipa gharama kubwa, lakini tiketi huwa zinajaa mapema sana kabla ya wakati wa kongamano. Watu wengi wanapenda kufundishwa uchawi. Tofauti ya wachawi hawa na wakwetu, wakwetu hawafundishi mtu, ni mpaka urithi mkoba. Kama mchawi anaruka hewani, basi anaruka mwenyewe tu, wala haelezei anavyoruka, wala hawezi kuweka mahali na kusema jamani, sasa tuna show ya uchawi hapa uwanja wa Taifa, njoni muone tunavyoruka na ungo hewani, sisi ni wachawi kutoka kule Ujiji. Tangu uzaliwa hujasikia. Umesikia? Hakuna show. Unasikia tu hadithi tu, wanafanya hivi, wanafanya hivi. Hawa huku wao wana show. Ni show ambazo zinarushwa kwenye television. Kuna vipindi maalum vya television vinarusha, na vipindi maalum vya radio, mpaka kuna vipindi maalum vya BBC ambavyo shughuli zao ni magic, vinaonyesha uchawi BBC. Na ukiambia nataka kujifunza, wana kozi zao za uchawi. Kwa hiyo Uingereza imefunikwa na nguvu za kichawi kiasi kwamba ndio chanzo kimoja kikubwa sana cha makanisa kubaki tupu. Makanisa mengi, majengo makanisa Uingereza yamekuwa hayana muumini hata mmoja. Mengine yamegeuzwa kuwa maholi ya disco. Mengi yamegeuzwa maholi ya dance.
wengine Waislamu walipokwenda na zao wamenunua makanisa na kuyafanya misikiti, na watu wanageuka, wanakimbilia uchawi na kuamini kiasi ambacho huwezi kuelezea. Mtu mmoja anahitajwa kwa lugha za Kiswahili siku hizi cha ambacho kimeibuka, wanasema fulani amefunika. Tumesikia maneno. Sasa yuko mchawi aliyefunika Uingereza, ambaye amefanya hata, yani watu wanakimbilia uchawi, watu hata wale usioweza kuwadhani. Kwa hiyo watu wamelogwa kwa namna ya kutisha katika roho zao. Kama ni Elima Komesha, basi ni huyu, na ana wadogo zake wengi. Mtu ni kijana tu, amezaliwa Desemba mwaka 1982. Huyu mchawi Komesha anaitwa Steve Frame. Steve, S-T-E-V-E. Unaweza kuGoogle kwenye mtandao. Ukiingiza jina hili utapata taarifa nyingi sana za mchawi. Anaitwa Steve Frame. Frame, F-R-A-Y-N-E. Steve Frame. Jina lake la kichawi anaitwa Dynamo. Huyu Dynamo, katika tukio la majuzi tu ambalo limevutia Uingereza yote na dunia na kufanya ulimwengu kuvutwa kwenye uchawi kuliko wakati mwingine wote, Steve alisema, ninyi mnasema Yesu alitembea juu ya maji, si ndio? Mnakuwa mnasikia habari hizo miaka yote. Wakasema ndio. Anazungumza hivyo kwenye radio, anazungumza hivyo kwenye television. Sasa akasema, mimi nitakwenda kutembea juu ya maji, na wakati natembea juu ya maji nitakuwa navuka mto. Kuna mto mkubwa sana unaitwa mto Thames. Thames, T-H-A-M-E-S. Mto Thames ni mto mkubwa ambao mapana yake yanapata mita 265 hivi. Kwa hiyo ni zaidi kidogo ya robo kilomita upana wake. Sasa kuna madaraja mengi yamejengwa kutoka kona moja kwenda kona nyingine, au kutoka ng'ambo hii kwenda ng'ambo nyingine, kuvuka. Madaraja makubwa sana, kama ilivyo kina daraja la Mkapa lile. Sasa haya ni makubwa zaidi. Kwenye mto mmoja huo yako madaraja 10. Unaweza kuvukia popote tu kulingana unaenda wapi. Kwa hiyo alikuwa anatoka ng'ambo hii kwenda ng'ambo nyingine ambako kuna bunge la Uingereza. Eneo hilo lina majengo muhimu sana kwa Uingereza. Hapo ndio tupata hospitali hiyo inayoitwa St. Thames Hospital, ambapo ndipo alipofarikia Mwalimu Nyerere. Alipokuwa anatibiwa hapo na kufariki. Iko ng'ambo tu ya sio mbali na kingo za mto. Kwa hiyo mchawi akawaambia watu wa television waje wote na makamera yao, ili ni mchana kweupe, waje wapige picha.
radio zitangaze, kila anayetaka kuona aone. Daraja moja pale juu, maana ni daraja pana sana na kuna barabara nyingi tu, hiyo daraja lilijaa umati wa watu, mafuriko. Pande wa pili kukawa na umati mkubwa sana wa watu kumwangalia. Akawa amevaa nguo nyekundu, anatoka ile ng'ambo ya mto, akaingia kwenye maji, akatembea. Sasa anaanza kutembea kama unavyotembea tu kwenye barabara. Akatembea kama kwenye barabara, anaweka mkono mfukoni, akatembea juu ya maji, akatembea juu ya maji. Television zote zinapiga, zilikuwa inaonyesha live. Sehemu nyingine inapiga, watu wanashangilia, watu wengine ambao wanashinda hata wamepigwa butwaa. Akatembea, nyingine ni boti zinapita, anazipungia mkono. Alipokuwa amefika katikati ya mto, akasimama katikati ya mto, amesimama kwenye maji kama vile yuko juu ya sakafu. Maji yanapita, ni mto ulio hai kabisa, ni maji yanapita, maji yanapita tu vizuri sana, maji yanatiririka. Yeye amesimama juu ya mto kama vile yuko kwenye sakafu. Akasimama. Kwa hiyo kadiri alivyokuwa amesimama pale katikati, watu ndio wanazidi kumiminika, mpaka shughuli zote za mji zikatikisika. Zilivyokuwa zimetikisika, mpaka ikaonekana sasa usalama unaanza kupungua, kwa sababu lile daraja lilikuwa juu, watu walikuwa pale wanaangalia chini kutoka juu darajani. Daraja limejaa sana watu, mpaka polisi wakaona sasa inaweza kuleta madhara. Mwingine hata katika hali tu ya kuchanganyikiwa na hajui sasa kinatokea nini, anaanza kujitupa chini. Boti ya polisi ikapita. Hii ninachokuambia ni juzi tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu, sio hadithi za miaka mingi. Ni tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu, na tukio hili limejaa kwenye mtandao, limetikisa dunia na limekuwa mjadala mkubwa sana. Kwa ajili ya usalama wa wale watu, boti ya polisi ikaamua kuja kumchukua. Ikaja mpaka pale alipokuwa amesimama katikati, ikamwambia, usiendelee na safari, tumesha kuona umeshatembea na umesimama muda wote huu hapa, lakini kwa ajili ya usalama wa watu ambao wako kwenye daraja, hebu ingia kwenye boti. Akaingiza kwenye boti, ndio akachukuliwa. Na tukio lile limeandaliwa filamu. Lilianza kwanza kuandaliwa kipindi cha television kinachoitwa Magician Impossible. Kipindi kile cha TV kinaitwa Magician Impossible, yaani manake mchawi wa yasiyowezekana. Huyo ni Steve Frame. Hakuishia hapo, akatoa tangazo moja, akasema anataka tena kuonyesha uchawi wake. Watu wakusanyike kwenye uwanja mkubwa wa timu ya mpira inayoitwa Arsenal, Emirates Stadium. Wakusanyike kwenye uwanja wa mpira wa Emirates Stadium, halafu mchana, sio kama wachawi wa Tanzania, anasema mchana ataonyesha jinsi
anavyoweza kuruka hewani na kuzunguka hewani mbele yao. Akazunguka tu uwanja akiwa hewani. Alafu wakishamuona yeye mnazunguka hewani kwa juu, wakishanogewa, atamchukua mtu mmoja maarufu pale, atampa lift. Sijui hao wakija hapa nchi itapona. Ikiwa babu tuna kikombe chake. Ndio maana nahofia sana nchi hii. Basi watu wakakata tiketi nyingi sana. Wakakata tiketi, wameshakaa hapo. Basi wakati huu sasa ni wakati wa mimi kutembea hewani kama nilivyowaahidi, bila chombo chochote. Akatoka pale alipo, akapaa, akaondoka pale chini alipokuwa kwenye udongo, kwenye sakafu alipokuwa ameweka miguu yake. Akaenda katikati kabisa uwanja. Alafu akawa kama mwepesi hivi kama karatasi. Alafu akaenda mpaka juu kabisa, sasa mahali kila mtu anaweza kumwona kwa juu. Alafu akaenda akatembea kila mahali, anazunguka tu hewani. Anazunguka, anafanya manjonjo yake, anazunguka tu kama yuko kwenye nchi kavu. Anazunguka tu hewani, wanamwangalia. Akitaka kukimbia, anafanya mazoezi huko juu, anafanya. Mpaka kila mmoja anashangaa, amepiga butwaa. Alafu akasema, sasa tumpe lift nani? Basi kuna mchekeshaji mmoja kama hizi comedy za kwetu hapa, ni maarufu sana huyu mchekeshaji, English comedian, maarufu sana mchekeshaji huyu kwa Uingereza, na ni shoga. Sikia ushoga ulivyoanza shughuli zake huko. Huyu shoga anaitwa Matt Lucas, M-A-T-T, alafu Lucas akawaida L-U-C-A-S, Matt Lucas. Watu wakapiga kelele kila kona, mpe lift Matt Lucas. Akatoka kule juu, akatelemka. Anatelemka tu, hakuna kokote alikoshika. Kiingereza wanaita levitation. Hiyo shughuli yenyewe hiyo. Levitation ni uwezo wa kuwa mahali bila kuegemea. Kama unaweza kuwa mahali juu bila kuegemea. Sasa amefanya kitu anachokiita levitation. Akamkuta Matt, akamwambia, "Simaona nilivyotembea? Simaona nilivyokwenda hewani? Nitakupa lift, tutaenda pamoja. Wala usiwe na wasiwasi." Mimi sijawahi kufanya hivyo. Utafanya kwa sababu utakuwa pamoja na mimi. Hakuna shida. Nikishakushika nitakushika tu, alafu tunaenda tu. Utaanguka wala chochote. Tunaenda na tutarudi tu, bila tatizo. Wewe niamini. Akamchukua Matt Lucas. Pale akapaa naye. Amemshika mkono. Kaenda huko juu kabisa, mahali ambapo kote kutoka katika kona yote ya uwanja unamwona. Television zinapiga picha. Sio giza. Sio kama shughuli ya watu wa Ujiji, hapana. Mchana kweupe. Na hapo walikuwepo wakubwa. Walikuwepo watu wenye nafasi nzito sana Uingereza. Bila nafuatilia hiyo kwenye vyombo vya habari. Yuko na Matt Lucas, wakaenda juu. Walikuwa wameenda juu, wakaanza kuzunguka kule hewani. Yuko na Matt Lucas wanazunguka hivi kama anamshika rafiki yake, wanatembea.
wanatembea. Walivyomaliza basi akasema onyesho la mwisho la leo, wale waliokata tiketi za bahati nasibu, wale waliokata tiketi za bahati nasibu wanaita state lottery, bahati nasibu ya taifa, ambao hawana hakika kama watapata hizo hela, lakini wanataka hizo nizibadilishe sasa hivi ziwe hela, uwe na hela yako. Sio fake, anazungumza hivi, sio fake, hii ni hela kabisa, sio fake hii. Hata ukienda kununua ikapimwa mahali popote ni hela. Walete hizo tiketi zao, wakamletea kwa dakika moja, kazibadilisha zote zikawa hela. Ambia kila moja chukua hela yako, nenda popote pale, nunua bidhaa. Huyo ndio Steve Frame. Watu wakanogewa, akaondoka. Akasema sasa anakwenda mahali ambapo ni pa michezo ya Hollywood. Already ni watu wanacheza filamu za ovyo za uchafu, kao yao hasa yako Marekani. Lakini hapa sasa pale sasa akasema hapa tena nitaonyesha kitu cha kusisimua. Akawa ametengeneza nzi ambao wanaita pepper sio nzi, hawa ni vipepeo, pepper butterflies. Ni kama wanachora, watoto wanachora alafu wanatengeneza vipepeo kwa karatasi. Wanatengeneza vipepeo, wanavichora rangi. Kwa hiyo vikiwepo vipepeo vingi vimechorwa kwenye karatasi, alafu vimekatwa kwenye karatasi, alafu kiviangalia ni kama kipepeo kwa rangi zake, lakini ni karatasi vingi. Kwa hiyo akawaambia watu wamejaa, wameshamwamini. Akawaambia sasa, hivi vipepeo kwenye karatasi, hivi vipepeo vya karatasi, pepper butterflies, nitavirusha juu. Nitakapovirusha juu, wakati na virusha vitakuwa na uhai. Halafu vitakuwa ni vipepeo kabisa, sasa vinaruka tu, hata ukivishika utakiona kabisa ni kipepeo kilicho hai. Kuna lolote lile mnaliona hapa? Tunaona makaratasi tu. Hai. Na mtu yote anaweza kushiriki kuvirusha. Wakavirusha. Vikiruka tayari vipepeo. Vipepeo vikawa vingi, vikaruka. Vikishuka vipepeo watu wanavishika. Sio karatasi kabisa, ni hai. Wanamuuliza, mchawi Steve, hii kitu unafanyaje? Umefanyaje mpaka inakuwa hivi? Anasema, fuatilia, nitatangaza kozi, utajifunza. Na watu wanajiandikisha kwenye kozi za uchawi Uingereza, huwezi kuamini. Wakati anarudi, akawa kwenye milima ya Austria. Hapa kwenye milima ya Austria akakuta barafu nyingi sana. Akawaambia watu, okota vipande vya barafu. Kiokota vipande vya barafu, basi nitavibadilisha vitakuwa almasi. Kwa kila mtu akawa anaokota vipande vyake vya barafu. Wazungu wamenogewa, hawataki hata kusikiliza Biblia tena.
kila mtu akawa muda mfupi tu akawa ameshika almasi. Na mwingine mwenye kiu anipe simu yake, alafu nitaibadilisha hiyo chupa ya pombe. Mwenye simu ya mkononi una kiu, nipe simu ya mkononi alafu upate pombe sasa hivi, na utainywa mbele yangu na utajua ni pombe kabisa. Wengine wakamgea simu, kabadilisha ikawa pombe, wakabugia pombe hapa. Amekuwa anafanya hivi vimbwanga vya namna hii, vya namna ile, vya namna hii, vya namna ile. Na ni maarufu sana Uingereza. Kule Marekani wako wengine wanafanya nao vitiko vyao. Wako wengine wanafanya vitiko vyao. Wengine yani ni kama mchezo tu. Wengine wanafunga kamba juu ya bahari kutoka kona hii moja kwenda kona nyingine, alafu wanatembea juu ya kamba kama uzi. Kwa hiyo imekuwa ni uchawi, na hali ni mbaya. Tuseme wote, hali ni mbaya. Ni mbaya kiasi kwamba watu wamevutika na uchawi kiasi kwamba kule Marekani kwenyewe, achilia mbali hii shirikisho la wachawi la ulimwengu, lakini liko shirikisho la wachawi la Marekani. Ile shirikisho la wachawi la Marekani linaitwa The Society of American Magicians. The Society of American Magicians. Chama cha wachawi wa Marekani. Wao nao wametangaza hiki chama cha wachawi wa Marekani. Wametangaza sasa kwamba kila mwaka kutakuwa na wiki ya uchawi. Wiki ya uchawi wametangaza kwamba itakuwa kila mwaka kuanzia tarehe 25 Oktoba mpaka tarehe 31 Oktoba. Wengi tunafahamu tarehe 31 ni siku ya nini ile? Halloween wanaita. Siku ya kishetani sana. Watu wanatembea na mafuvu ya watu. Ndio wanaweka kama mask au sura zao zile, wanavaa hayo mafuvu ya watu na wanazunguka. Inakuwa na kusherehekea ushetani tu tarehe 31 Oktoba Marekani kwa miaka mingi. Sasa wanasema hiyo tarehe 31 ndio itakuwa kilele cha hiyo wanaita National Magic Week. National Magic Week. Unaweza kuona. Kwa hiyo shirikisho hili la chama cha chama cha Marekani wachawi wanatangaza na wiki ya uchawi. Ndugu wa kimataifa wachawi nao wana makongamano, wanafundisha wachawi. Tarehe 3 mpaka mwaka kesho wameshatangaza kwamba hiyo kongamano lao la kila mwaka litafanyika Norfolk, Virginia kule Marekani. Hilo kongamano la shirikisho la wachawi la kimataifa Julai 3 mpaka Julai 7, 2012. Sasa haya yote 9, ukitaka kufahamu hali inakwenda kubaya kama kanisa lisiposhughulika,
kama kanisa halitatumia nguvu zake kumshikisha adabu Elima awe kipofu. Kanisa leo tunajua tuna kanisa kipofu sana. Ndio maana manabii na mitume nao wanaweza kwenda kwenye kikombe Loliondo, wote wakapigia debe kikombe. Hakuna hata mwenye macho ya kujua hii sio Mungu. Sasa ndio nasema akitokea hapa Steve Frey akasema kusanyikeni wote uwanja wa Taifa nionyeshe navyoweza kuruka hapa juu nikatembea, utasikia manabii hawa. Unaona, huyu hafanyi usiku, anafanya mchana. Hii lazima itakuwa Bwana. Hii itakuwa Bwana. Kakobe tu ndio utamsikia tena Kakobe atashindana na huyu na wivu wake, mtamsikia tu. Sasa tuna manabii vipofu hivi. Sasa manabii vipofu wamelifanya kanisa nalo limekuwa kipofu, na hali ya upofu kanisani inatisha. Nao wanaburutwa hivi, shetani akienda hivi na wanaenda, shetani akienda hivi na wanaenda, kwa sababu uchawi sasa umepamba kasi. Haya mavyama mengine yamekuwepo, mengine kwa miaka makumi, lakini yalikuwa hana sifa wala hayakuwa na nguvu. Lakini kumetokea upepo tu wa kutisha sana miaka michache ya karibuni, ambayo imefanya ulimwengu mzima unachukuliwa na uchawi. Wao wazungu wanaita tricks, wanaita kwamba ni ujanja tu, ni namna fulani ya ujanja, na mtu kifahamu, kifundishwa, unaweza nawe ukafanya ukawa kama wao. Wao ingawa wanaita ni magic, wanaita magicians, lakini wanakwepa sana kuambatanisha hii na shetani. Wazungu hawataki. Wanasema ni tricks, illusion, vitu vya kufanya macho tu funikwe macho. Lakini anavichangamkia hivi kuliko Mungu. Unajua sasa ni kufunika macho, ni macho, lakini mbona mnavichangamkia hivi? Sasa mbaya zaidi, kanisani vimekuwa vikemewi. Kanisani vimeonekana kuna Mungu ndani yake, kwamba ni Mungu tu ameamua kuweka vipaji vya kipekee kwa watu, mpaka kanisa sasa limevutwa. Kanisa la Marekani nalo limeanzisha chama cha wachawi wa Kristo. Ndugu zangu, ndio maana nasema Full Gospel tumewekwa hapa kwa kusudi. Ndio maana mtu kama anataka kuharibu kanisa hili, na wewe muharibu mtu huyo. Unajua huyo unapambana na nani moja kwa moja? Tumewekwa hapa kwa kusudi, sio la Tanzania. Kusudi la Paulo la kuharibu akina Elima, na lazima watakutana na nguvu ya Elima ya nyakati za mwisho. Chama cha wachawi wa Kristo, hata kutamka ni kazi, kiko Marekani, kinaitwa Fellowship of Christian Magicians. Ukienda kwenye mtandao Google, ingia Google hapo kwenye mtandao, ingiza hiyo Fellowship of Christian Magicians, utaiona haraka sana. Ina rais wake wa kimataifa anaitwa Dale Wilson. Nao wana makongamano, anaulizwa maswali, anaambia wewe vitu vya namna hii kanisani vya nini? Anasema unajua watu wamefika mahali ambapo hawawezi kusikia injili tu hivi. Injili ya namna hii watu hawawezi kusikia.
yakiwa na matendo namna hii ambayo yanawavuta kuangalia, wanashangaa, wanapigwa butwa, kitu gani kimetokea, ni rahisi sasa kuanza kuelezea halafu na kubadilisha yale matendo ya kichawi yaliyofanyika, halafu kuyatafsiri kiinjili. Kwa hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kuwaleta watu ambao wasingeweza kuja kwa Yesu vinginevyo. Je, huoni kama vinahusiana na shetani hivi? Hapana, vihusiana na shetani. Hizi ni tricks tu. Hii ni maarifa tu, ni ujanja tu. Ni namna fulani ambavyo ndio maana tukimfundisha mtu naye anaweza kufahamu. Sasa kama ni kiini macho, amuoni kama mnadanganya watu? Sasa unawezaje kuhubiri watu kwa kudanganya? Hapana, sio kwamba ni kudanganya. Lakini Yesu alisema ufalme wa Mungu unafanana na. Shetani anakosaga maandiko. Anakosaga maandiko. Wanadanganya watu hapo vipofu na wanaingia. Kwa hiyo hawa ndio akina Elima wa leo. Ndio wachawi wa Farao wa leo, ambao kazi yao kubwa ni kuwafanya wale wanaotaka kusikia neno kama Sergio Paulo wasisikie, na hata wakisikia wasielewe, wasivutwe na mafundisho yetu, wasivutwe na neno tunalihubiri kwao. Ndio maana nikasema Jumapili iliyopita katika somo letu, ukiona maombi haya yanakwenda kwa urefu, ni kwa sababu kazi tuliyo nayo ni kubwa. Lile tunataka kulifanya ni kubwa. Hatushughuliki na kalembwane hapa wala mandondo. Tunashughulika na ulimwengu, na ulimwengu una mambo kweli ya kiulimwengu. Uchawi ni nini? Uchawi si chochote, si lolote. Hata angekuweko nani, hata angejiita nani, mamlaka tulio nayo ni ya kunyamazisha nguvu zote za yule adui. Hakuna cha Steve Frayne, hamna cha takataka zake. Ni nguvu zote za yule adui. Siku moja niliwahi kwenda kwenye Mazingaombwe, nikasema sasa hivi niko hapa, nitatamka maneno kimya kimya, wala hawatasikia huyu. Lakini mchezo wa kubadilisha vitambaa sijui viwe nini utaishia hapa sasa hivi. Nikanyamaza kimya tu hapa. Kwa jina la Yesu Kristo, hakuna cha kitambaa kuwa nini leo. Jamaa alihangaika na vitambaa vyake, na vifanya hivi, fanya hivi, hola, hamna kitu. Yuko Yesu mwenye uwezo. Yuko Yesu mwenye nguvu. Yuko Yesu mwenye uwezo. Yuko Yesu mwenye nguvu. Na nguvu ile iliyomsimamisha Babu wa Loliondo mpaka leo amerudi kujenga nyumba, tutaitumia leo hapa. Tutaitumia leo hapa. Tutaitumia leo hapa. Tutaitumia leo hapa. Na nguvu za uchawi zinazotaka kuzuia watu wasisikie Injili, tunataka kuwapelekea. Tutamwambia shetani, huwezi kuzuia kazi. Huwezi kuzuia kazi. Kwa namna ile leo tutawaambia, ninyi ni elimu wa leo, watu ambao wanavuta watu katika uchawi, kwa jina la Yesu Kristo ni mwisho. Lazima usikie Injili. Lazima usikie Injili. Lazima usikie Injili. Na baada ya hapa, wewe katika mstari wa mbele, wewe katika mstari wa mbele, wewe katika mstari wa nyuma, bado hujamaliza kazi. Nasema bado hujamaliza kazi. Ukimwona Mungu anakuambia endelea, wewe endelea. Unaona maneno ya leo umeyasikia, ulikuwa unajua haya? Ulikuwa unajua haya? Tulia.
Mungu akisema tumemaliza, kweli tumemaliza. Akituambia tuendelee, wacha tuendelee. Wacha tuendelee. Wacha tuendelee. Mwambie Mungu, nipe nguvu, nisaidie kufunga wiki inaanza. Nipe nguvu tena niendelee. Nipe nguvu kuendelea mpaka tuikomeshe kazi ya shetani. Bwana ametuchagua na kazi hii hakuna wa kuizuia. Hakuna wa kuizuia. Nasema hakuna wa kuizuia. Nitaingia Uingereza kwa Kameruni. Nitaingia Uingereza kwa Kameruni. Na kila kitakachofanyika kwa siku moja Uingereza lote litatikisika hivi. Lote litatikisika hivi. Lote litatikisika hivi. Hakuna wa kushindana na Yesu na mhubiri. Hakuna. Nitamwambia Steve, nimefanya nilichokifanya na wewe kifanya hapa. Hata shika adabu Steve. Wewe kama uko hapa usijilinganisha na wengine walioko mahali fulani. We have been given a peculiar mission. FGBF has been given a peculiar mission. And our mission is to render all these magical powers null and void. Na huwezi kupambana na nguvu hizi bila utakatifu. Huwezi kupambana na nguvu hizi kama hujaokoka. Na sio ule wokovu wa vuguvugu. Utaanguka, utakufa kifo cha mende. Haya mapambano yanayohitaji mtakatifu kama Paulo. Ndio anaweza kupambana na Elima mchawi. Na watakatifu tuko hapa. Watakatifu tuko hapa. Na alimwona shetani akianguka kutoka juu mbinguni kama umeme. Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Piga kelele na nguvu zote za yule adui. Na nguvu zote za yule adui. Na nguvu zote za yule adui. Kazi hizi ndio zinasambaza uchafu. Kazi hizi watu wakianza kujiamini na uchafu unaenda. Ndio maana nataka kumpa mlift mtu mmoja anayechaguliwa shoga. Ili dunia imuone shoga anatembea hewani. Alafu aseme nao shoga amepaa. Tusichoke kuomba ndugu zangu. Ukiwa mwaminifu katika maombi anakuambia siku fulani pale mbele utasema asante Bwana kwa sababu ulinisaidia kuwa katika jeshi hili. Usifanye ulegevu. Ukifanya ulegevu hutavuna chochote. Hutakuwa na sehemu katika jambo hili. Watu wengine wanafanya ulegevu kwa sababu wako mstari wa nyuma, hakuna mtu anayekuona nyumbani kwako, unajidanganya mwenyewe. Ziko thawabu nyingi utazikosa ndugu yangu. Mungu ametuchagua hapa kwa makusudi. Kama ili dude tunaenda kuliangusha huko alafu nasikia kila mahali Yesu anatajwa katika vyombo ambavyo havijawahi kumtaja, utasema asante kwa sababu na mimi nimepata thawabu ya nabii. Utasema na asante kwa sababu nimepata thawabu ya nabii. Sema amen kwa nguvu. Wakati wote ukipiga kelele hizo fahamu wachawi wanazisikia. Usipige kelele kama goigoi dhaifu. Piga kelele kama mwenye nguvu. Piga kelele. Hiyo peke yake inaonyesha aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye ndani yao. Kwa sababu hii ndio maana tuna wajibu wa kuziharibu kazi zao. Paulo akaacha mingine yote pembeni, akasema nakushughulikia wewe Elima kwanza. Na gundua kumbe wewe ndio unapoteza watu, unafanya watu wasipokee injili. Tunawashughulikia hawa
Na wakati wote mstari wa mbele, mahali popote pa kusema, kuna vitu tunavyovijua au hatuvijui vinavyoshindana na milango ya injili kufunguka. Hawa wachawi, hii itaje hii International Brotherhood of Magicians, taja mashirikisho ya kishetani haya, taja wimbi la uchawi ambalo limeibuka kwa nguvu. Mwambie ninyi akina elimu wa leo hamwezi kuzuia hii kazi. Hamwezi kuzuia hii kazi. Huko mstari wa nyuma, pambana zunguka, pambana zunguka, pambana zunguka, pambana zunguka, pambana zunguka. Ukiwashikisha adabu wale, hivi chawi vya kwako vinavyokuja kwenye hilo banda la kwako Gongo la Mboto, ni sisimizi wale. Kama unateremsha wale chini, hawa wanaotembea kwenye anga mchana, unawashusha chini wale wa usiku kwenye ungo, wanaotembea na kaniki, wale si chochote, si lolote. Hawa hawavai kaniki, wanavaa suti, wana majumba ya maorofa, hawakai katika hizo ngondano. Ukiwateremsha wale wachawi wa suti, hawa wanaokubebaisha na kukutesa tesa, utaona tena, utaona tena, utaona tena, utaona tena. Tuko tayari kuwashughulikia sasa hivi. Tuko tayari kuwashughulikia sasa hivi. Tuko tayari kuwashughulikia sasa hivi. Na kazi ndiyo kwanza imeanza. Kila wakati Roho akileta ufunuo, tunaubeba. Maono yale tunayabeba, tunayafanyia kazi wakati wote. Tunajua Mungu ametupa tena kingine cha kufanyia kazi. Simama kwa miguu yako. Siku za mwisho kitakachokwenda kutokea, wakati wachafu wanazidi kuwa wachafu, watakatifu watazidi kutakaswa. Sema amen. Na sio hilo tu, lakini vyombo hivi vya habari vilivyowekwa, mtandao wa internet, television ambazo ziko saizi mpaka kwenye simu za mkononi, Mungu amezimwaga kusudi la maarifa kuongezeka, sio kupeleka taarifa za mashetani duniani kote. Lakini kusudi la maarifa haya kufanya kila mahali wamjue huyu Kristo. Kama na Biblia yako, mstari wa mwisho, Habakuki sura ya 2 mstari wa 14 inazungumzia habari za leo. Habakuki sura ya 2 mstari wa 14. Habakuki 2:14. Kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana kama maji yaifunikavyo bahari. Sema amen. Habakuki 2:14, unayo hapo? Soma tena 1, 2, 3. Sema kwa kujiamini. Tena huo ni unabii wa nyakati tulizo nazo. Maarifa ya utukufu wa Bwana lazima ifunike dunia. Wakati shetani anasambaza uchafu wake, na sisi maarifa ya utukufu wa Bwana lazima isambae duniani kama maji yanavyofunika bahari. Sema amen. Watahubiriwa kwa nchi moja au mbili. Tahubiriwa kwa nchi moja au mbili. Ni Mathayo 24:7. Mathayo 24:7. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote mpaka kwa Cameroon.
So na habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja.